kuna kitu cha ajabu sana kinatokea. Unaweza kuwa umezungukwa na watu wengi sana, marafiki, hata familia, lakini bado ndani yako unahisi upweke mkubwa usioelezeka. Na wakati mwingine hata ukiwa peke yako kabisa, kuna sauti ndani yako inakwambia hamna mtu anayenielewa, na labda hakuna anayejali. Sasa sikiliza hii kwa makini. Hii hali si ya kawaida tu, ni hatari kama utaipuzia. Lakini habari njema ni kwamba kuna njia za kuibadilisha. Na leo nitakuonyesha vitu 9 muhimu ambavyo ukivifanya kwa dhati vinaweza kukusaidia kuvunja mzunguko wa upweke na msongo wa mawazo. Sasa tuanze. Kwanza, acha kujifungia ndani ya kichwa chako. Unajua nini kinachofanya upweke uwe mbaya zaidi? Ni pale unapokaa ukifikiria sana, ukirudia mawazo yale yale halisi. Unajikuta unaanza kuonyesha na wengine na kuona kama maisha yako hayana maana. Hapa ndio kosa kubwa lilipo. Unahitaji kuvunja huo mzunguko. Anza kwa kufanya kitu kidogo. Toka nje, tembea, badilisha mazingira. Usikae tu ukisubiri hali ibadilike. Wewe ndiye ubadilisha hali. Pili, zungumza na mtu, hata kama ni mmoja tu. Watu wengi wanaumia kimya, wanaogopa kufunguka, wanaona kama wataonekana dhaifu. Lakini ukweli ni kwamba unajua kinachotokea? Mwili wako unaanza kutoa kemikali zinazokufanya ujisikie vizuri. Na pole pole ile hali nzito ndani yako inaanza kupungua. 4, acha kujilinganisha na maisha ya watu wengine. Hili ni janga la kizazi hiki. Unafungua simu, unaona watu wanafurahia maisha, wanaonekana kufanikiwa, wanacheka, wanapiga picha nzuri sana. Alafu wewe unaangalia maisha yako, unaanza kujiona huko nyuma. Lakini ukweli ni kwamba unachokiona sio maisha halisi, ni sehemu iliyochaguliwa. Usijilinganishe na picha, linganisha na maendeleo yako wewe mwenyewe. 5, jifunze kukubali hisia zako. Watu wengi wanapambana kupinga hisia zao. Wanajaribu kujifanya wako sawa wakati ndani wanateseka. Lakini ukweli ni kwamba hisia hazitaki kupigwa vita, zinataka kueleweka. Ukijisikia mpweke, kubali. Ukijisikia huzuni, kubali. Kisha jiulize, kwa nini nahisi? Hapo ndio unaona inaanza. 6, punguza muda wa kukaa peke yako muda wote. Kuwa peke yako sio tatizo, lakini kuwa peke yako muda mwingi bila shughuli, hapo ndipo tatizo. Akili yako inapata nafasi ya kufikiria vitu vibaya. Jaribu kujipangia siku yako, hata kama ni vitu kidogo, kwa maana ya kusoma, kusafisha nyumba yako, kujifunza jambo jipya. Usipe akili yako nafasi ya kupita wapi. 7, fanya kitu chenye maana kwa wengine. Hii ni siri ambayo watu wengi hawajui. Njia haraka ya kupunguza upweke ni kusaidia mtu mwingine. Msaidie mtu, ongea na mtu, sikiliza mtu. Kuna wakati unahitaji msaada zaidi, na hilo si jambo la aibu. Kama unahisi hali imekuwa nzito sana, tafuta mshauri, therapisti au mtaalamu wa afya ya akili. Kumbuka, afya yako ya akili ni muhimu kama afya ya mwili. Sasa nisikiliza kwa makini sana. Upweke na msongo wa mawazo vinaweza kukufanya ujisikie kama uko peke yako duniani.
Lakini ukweli ni huu: hauko peke yako, na hali hii haidumu milele. Kuna njia ya kutoka, lakini hatua ya kwanza ni wewe kuamua kubadilisha. Anza kidogo, chukua hatua moja leo, na kesho chukua nyingine, mpaka siku moja utagundua hauko pale ulipokuwa. Na kama umefika hapa hadi mwisho, hii sio bahati. Kuna kitu ndani yako bado kinapambana, bado kinaamini kuna maisha bora